Kesi inayomkabili P Diddy imeendelea kusikilizwa na mahakama imeendelea kusikiliza ushahidi kutoka sehemu tofauti. Kumbukwe kesi Ventura ambaye alikuwa ni mpenzi wa P Diddy kipindi cha nyuma, yeye ameshatoa ushahidi na amemaliza. Sasa jana ilikuwa ni wakati wa kumsikiliza shahidi mwingine Kid Cudi, lakini Kid Cudi alitoa ushahidi wake mahakamani akieleza kuwa Disemba 2011 nyumba yake ilivunjwa na mtu asiyejulikana, ambapo alikuta zawadi ambazo hazijafunguliwa na mbwa wake pia akiwa amefungwa bafoni, na mwezi mmoja baadaye gari lake pia aina ya Porsche 911 lilipata mlipuko kwa kutumia bomu la Molotov. Lakini pia Kid Cudi hakuwa na ushahidi wa moja kwa moja kumhusisha Combs na tukio hilo, ila yeye alieleza kuwa alihisi kuwa Combs alikuwa na uhusiano na hilo tukio, hasa baada ya kupokea simu ya kutisha kutoka kwake akisema niko hapa na kusubiri. Cudi pia ameeleza kuwa baada ya tukio hilo alikutana na Combs katika klabu ya Soho House, ambapo Combs alikataa kabisa kuhusika na hilo tukio. Na pamoja na ushahidi wote ambao umeendelea kutoka ukijumlisha wa Kid Cudi pamoja na kesi Ventura, Diddy ameendelea kukana mashtaka ambayo yapo mbele yake. Ilikiwa shtaka kubwa moja ni hili la kuhusishwa na mashtaka ya kingono na vitu kama hivyo, lakini P Diddy ameendelea kudai kwamba watu ambao alikuwa anafanya nao vile vitendo ni watu ambao walikuwa wanafanya nao kwa makubaliano. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alilazimishwa. Kiufupi, hakuna mtu ambaye alimnyanyasa kingono. Ni kwamba wale watu walikuwa na makubaliano na P Diddy na ndio maana yalikuwa yanafanyika.